Je, unajua kwamba tunda moja la chungwa linaweza kuleta mabadiliko makubwa katika afya yako ukilitumia kila siku kwa mwezi mmoja? Watu wengi hufikiria machungwa ni matunda ya kawaida yanayosaidia tu kuongeza vitamini C. Lakini ukweli ni kwamba yana virutubisho vingi vinavyoweza kuimarisha kinga ya mwili, afya ya moyo, ngozi, ubongo, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na hata kusaidia kudhibiti uzito. Katika video hii utajifunza nini hutokea mwilini kila chungwa moja kila siku kwa siku 30, faida zilizothibitishwa na tafiti mbalimbali, nani anatakiwa kuwa makini wakati wa kula machungwa, na njia bora ya kuyatumia ili kupata manufaa makubwa zaidi. Usiondoke mpaka mwisho video hii, kwani faida ya mwisho inaweza kukushangaza zaidi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama uliko bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Faida ya kwanza, kinga ya mwili huimarika. Baada ya wiki chache za kula chungwa moja kila siku, mwili wako huanza kupata kiwango kizuri cha vitamini C. Vitamini C husaidia kuongeza uzalishaji wa seli nyeupe za damu, kupunguza uwezekano wa maambukizi, kusaidia mwili kupona haraka unapougua. Ndiyo maana watu wanaokula matunda yenye vitamini C mara kwa mara huwa na kinga bora zaidi. Namba 2, ngozi yako huanza kung'aa. Vitamini C ni muhimu katika utengenezaji wa collagen. Collagen ndio hufanya ngozi iwe laini, yenye unyevunyevu, yenye uimara, kuchelewesha mikunjo ya uzee. Baada ya siku kadhaa unaweza kuona ngozi inaanza kuonekana yenye afya zaidi. Namba 3, mmeng'enyo wa chakula huimarika. Chungwa lina nyuzi nyingi, yani fiber. Fiber husaidia kuzuia choo kigumu, kuboresha afya ya utumbo, kulisha bakteria wazuri wa utumbo, kufanya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ufanye kazi vizuri. Hatari ya magonjwa hupungua. Machungwa yana potassium, flavonoid na fiber. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia kushusha LDL na cholesterol, kuboresha mzunguko wa damu na kusaidia kudhibiti shinikizo la damu, kupunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Namba 5, shinikizo la damu linaweza kudhibitika vizuri. Potassium iliyopo kwenye chungwa husaidia kusawazisha kiwango cha sodium mwilini. Matokeo yake, mishipa ya damu hufanya kazi vizuri. Pressure inaweza kubaki katika kiwango kizuri ikiwa mtu pia anaishi maisha yenye afya. Namba 6, mwili hupambana vizuri na uchochezi. Machungwa yana antioxidant mbalimbali kama hesperidin, beta-cyprotin, vitamin C, vinasaidia kupunguza uchochezi ambao huhusishwa na magonjwa mengi sugu. Unaweza kupunguza uzito kwa urahisi. Chungwa lina kalori chache, maji mengi na nyuzi nyingi. Baada ya kula chungwa unashiba kwa muda mrefu. Unapunguza tamaa ya kula vitafunwa visivyo na afya. Matumizi ya kalori hupungua. Sukari ya damu hubaki tulivu zaidi. Ingawa chungwa lina sukari ya asili, nyuzi zinazopunguza sukari ya damu hubaki tulivu zaidi. Ingawa chungwa lina sukari ya asili, nyuzi hupunguza kiasi cha kufyonzwa kwa sukari. Hivyo haisababishi kupanda kwa kiasi sukari ya damu kama juisi na soda. Kwa watu wengi wenye kisukari, kula chungwa zima kwa kiasi kunaweza kuwa sehemu ya lishe bora, lakini ni vyema kufuata ushauri wa mtaalamu wa afya kuhusu kiasi kinachofaa. Namba 9, afya ya macho huimarika. Machungwa yana vitamini A, vitamini C na antioxidant. Virutubisho hivi husaidia kulinda macho dhidi ya uharibifu unaotokana na umri, kusaidia afya ya retina. Namba 10, ubongo hufanya kazi vizuri zaidi. Flavonoids zilizopo kwenye machungwa zimehusishwa katika tafiti na kuboresha mtiririko wa damu kwenda kwenye ubongo. Hii inaweza kusaidia kutunza kumbukumbu, umakini na uwezo wa kujifunza. Namba 11, figo hupata faida zaidi. Machungwa yana citrate ya asili ambayo inaweza kusaidia kupunguza uwezekano wa kutengenezwa kwa aina fulani ya mawe kwenye figo kwa baadhi ya watu. Lakini kama una ugonjwa wa figo, unahitaji kupunguza potassium, zungumza na daktari kabla ya kula machungwa kwa wingi. Namba 12, mwili hupata maji ya kutosha. Zaidi ya 85% ya machungwa ni maji. Hii husaidia
Hii husaidia kuongeza unyevunyevu mwilini, kusaidia kazi mbalimbali za viungo vya mwili, kupunguza uchovu unaotokana na upungufu wa maji. Namba 13, hupunguza uharibifu wa seli. Antioxidants zilizopo kwenye machungwa hupambana na free radicals. Free radicals zinaweza kuhusishwa na kuzeeka mapema, magonjwa ya moyo na baadhi ya saratani. Ulaji wa matunda kama machungwa ni sehemu ya lishe inayoweza kusaidia kupunguza kwa hatari ya magonjwa sugu. Namba 14, huongeza afya ya fizi. Vitamin C husaidia ufizi kuwa imara zaidi, kupunguza hatari ya kutoka na damu kwenye fizi na kusaidia uponaji wa majeraha madogo mdomoni. Namba 15, unaweza kujisikia mwenye nguvu zaidi kwa sababu mwili unapata virutubisho muhimu, maji, nyuzi na wanga asilia. Watu wengi huhisi kuwa na nguvu zaidi wanapotumia matunda mara kwa mara kama sehemu ya lishe yenye uwiano. Je, kuna madhara? Ndiyo, kula machungwa kupita kiasi kunaweza kusababisha kiungulio kwa baadhi ya watu, maumivu ya tumbo, kuharisha, kuongeza ulaji wa sukari kuliko unavyohitaji. Pia, watu wenye vidonda vikali vya tumbo, reflux kali na baadhi ya magonjwa ya figo yanayohitaji kupunguza potassium wanapaswa kushauriwa na mtaalamu wa afya kuhusu kiasi kinachofaa. Namna bora ya kula machungwa. Ili kupata faida nyingi, kula chungwa zima badala ya kunywa juisi pekee, kwani chungwa zima lina nyuzi nyingi zaidi. Tumia pamoja na lishe yenye mboga, matunda mengine, nafaka zisizokobolewa na protini. Chungwa moja la wastani kwa usiku linatosha kwa watu wengi kama sehemu ya lishe yenye uwiano. Baada ya siku 30 za kula chungwa moja kila siku, unaweza kupata manufaa kama kuimarika kwa kinga ya mwili, ngozi yenye afya zaidi, mmeng'enyo mzuri wa chakula, afya bora ya moyo, udhibiti mzuri wa shinikizo la damu, kupungua kwa uchochezi, kusaidia kudhibiti uzito, afya bora ya macho, kuboresha afya ya ubongo, kuongeza unyevunyevu mwilini. Hata hivyo, kumbuka kwamba hakuna chakula kimoja kinachoweza kuzuia au kutibu magonjwa peke yake. Matokeo bora hupatikana unapochanganya lishe bora, mazoezi ya mara kwa mara, usingizi wa kutosha na kufuata ushauri wa mtaalamu wa afya. Na mimi nimejifunza jambo jipya leo. Bonyeza alama like, subscribe na usisahau kubonyeza alama kengele ili usikose video nyingine zenye elimu ya afya inayotegemea ushahidi wa kisayansi. Asante kwa kutazama, tukutane katika mada inayofuata.